nimpigie yeye aje kunisaidia kuhusu mtoto. Kubisha hodi, kaingia moja kwa moja mpaka ndani. Hajauliza jambo lolote, akaanza kunijeruhi, akachukua mkono wake akaniingiza sehemu zangu za siri. Licha ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kuendelea kuadhimishwa kila ifikapo Machi 8 ya kila mwaka, lakini bado wanawake na watoto visiwani Zanzibar wanaendelea kukumbwa na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kila kukicha. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, imeonyesha jumla ya matukio 1809 yameripotiwa kwa mwaka 2024, huku waathirika wakubwa wakiwa ni wanawake na watoto. Tukio la mwanadada mmoja mkazi wa Rahaleo mjini Unguja la kujeruhiwa vibaya sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo sehemu za siri na aliyekuwa mume wake anayefahamika kwa jina la Ali Tahir Juma maarufu Raul, mkazi wa Mtendeni wilaya ya Mjini, kwa madai ya kudaiwa huduma za watoto na mama huyo. Tukio hilo limemsababishia maumivu makali dada huyu hadi kufikia kulazwa katika hospitali ya Mnazi Mmoja kama hapa anavyoeleza. Chanzo kikubwa ni kuwa baba wa watoto wangu nilimpigia simu kuwa mtoto anaumwa. Na kuachana kwetu aliniambia sina ruhusa yoyote ya mimi kumpigia simu kuhusu watoto kwa jambo lolote. Tangu mwachani sasa hivi mna muda gani? Inakaribia mwaka mmoja. Baada ya kumpigia simu haikukaa muda, alikuja ndani. Kuja kubisha hodi, kaingia moja kwa moja mpaka ndani. Hajauliza jambo lolote, akaanza kunijeruhi, akaanza kunipiga. Alipoanza kunipiga nikakimbia chumba chingine, kukimbilia chumba chingine, akanifuata huko akaana nikabaroho. Kunikabaroho, akachukua mkono wake akaniingiza sehemu zangu za siri, kunisokomeza mkono mzima, akautia mkono mzima. Huko anasema kwamba nataka niutoe huo, hiyo sehemu yako ya siri yote nataka nitoe. Kwa hiyo alikuwa anafanya kama vile anatoa kitu na mkono mzima kauingiza ndani. Alichofanya kwamba kwa nini nimempigia simu kuhusu huduma za watoto, na yeye alishasema nisimtafute kwa lolote kuhusu watoto. Na mimi nilikuwa sina fedha yoyote ya kumshughulikia mwanangu, nikaona nimpigie yeye aje kunisaidia kuhusu mtoto. Baada ya hapo ndo alikuja kuanza kunipiga. Wakati ananipiga nilikuwa na mwanangu huyo ambaye anaumwa. Tulikuwa mimi na huyo mwanangu ambaye anaumwa. Na mtoto wako alikuwa na umri gani? Ana miaka 10. Na wakati ananipiga nilipiga kelele sana maana alikuwa ananiumiza. Kanietia mkono wote mzima huko chini. Anautia na kutoa wote huko kanikabaro. Kwa hiyo nilikosa pumzi pale. Nilipiga kelele sana mpaka nilikosa pumzi. Na badala hapo hatua gani ambayo umechukua? Nilivyoona kasimama kidogo nikapata kukimbia, sababu alikuwa ananiumiza sana na nilikuwa sina pa kujitetea maana nilikuwa peke yangu ndani. Kwa hiyo baada ya hapo ulishtaki sehemu yote, labda ni kesi umepeleka? Nilipotoka hapo nikaenda kwa jirani nyumba nyingine kuomba msaada. Na nilikuwa siwezi hata kutembea. Maumivu nilikuwa nahisi maumivu makali. Kwa hiyo hatua waliochukua wakanipeleka polisi kwanza. Nikaenda kupeleka maelezo. Nilipotoka polisi nikaletwa hospitali. Sasa hivi hali yako ipoje? Na labda tutajie sehemu ambazo zimekuathiri zaidi. Sehemu iliyoathirika zaidi ni usoni, kwa sababu kwanza kaanza kunipiga usoni. Alafu zaidi iliyoathirika ni huko chini, nahisi maumivu makali. Alafu nimevimba, nimechanika. Siwezi hata kwenda haja ndogo, hiyo haja kubwa mpaka sasa hivi naogopa hata kwenda. Sababu siwezi kukaa kitako, siwezi kutembea. Nahisi maumivu toka jana, nahisi maumivu makali. Wito wako kwa serikali juu ya kesi hii? Unaiambia nini serikali?
naiambia serikali kwamba wanisaidie kupata haki yangu, kwa sababu kitendo alichonifanyia ni kitendo cha kinyama, kuweka kitu bila ridhaa yangu alafu kutumia force ya kuniekea mkono kama hivyo, kuniekea mkono kwa nguvu. Dr. Shabani Yahya Rajab ni daktari aliyemhudumia dada huyu. Anaelezea hali ilivyokuwa na sasa anavyoendelea na matibabu. Hali yake mwanzoni na sasa hivi kidogo, sasa hivi imeimarika baada ya kuwa ameshapatiwa matibabu. Kwa hiyo baada ya uchunguzi ambao tuliofanya sisi tukagundua kwamba ana hayo majeruhi katika sehemu zake za siri, ambapo baada ya hapo tuliendeleza na matibabu mengine. So far inaonekana kwamba alipigwa na kuna kitu ambacho kiliingizwa katika sehemu za siri. Kutokana na maelezo yake ni kwamba ni mkono ndo ambao uliingizwa sehemu za siri. Kwa hiyo hatuwezi kuwa certain kiposema kwamba ni wa uhakika ni hichi kitu ambacho ndio kilichofanyika, ila tu tutaamini kile ambacho anachotambia nani? Anachotambia mgonjwa wetu. Kufuatia tukio hilo, mkurugenzi wa idara ya maendeleo jinsia, wazee na watoto, Siti Abasi Ali, amefika hospitalini hapo ambapo amesema serikali inalaani kitendo hicho, huku akilitaka jeshi la polisi kumchukulia hatua baba huyu kwa ukatili huo aliyoufanya. Leo tuko hapa katika hospitali ya Mnazi Mmoja, ghorofa ya 3. Tumekuja kuonana na mwenzetu, mwanamke mwenzetu ambaye amekabiliwa na tatizo la ukatili. Amefanywa ukatili na aliyekuwa baba watoto wake ambaye amezaa naye watoto 3. Lakini baba huyu alikuja kumpiga huyu bibi baada ya kumuomba huduma. Kwa mtoto siku zote toka alivyoachana alikuwa hajaomba huduma na hudumia watoto mwenyewe. Lakini wakati hali yake haiko vizuri kifedha, akaona mpige simu baba watoto wake na mtoto anaumwa. Sasa bwana alivyomfuata kwenye nyumba alienda kwa njia ya kupiga, na kwa kweli tuseme kuwa mwenzetu ameumia, na tuendelee kumwombea dua kwa Mungu ampe afueni ili aweze kwenda kulea watoto wake. Leo yuko hapa, lakini tujue kwa athari imepata mpaka watoto. Kwanza watoto wamepata kuona jinsi anapopigwa mama yao, lakini la pili, watoto hawa sasa hivi ulezi umekuwa sio wake tena, yeye yuko hospitali. Imekuwa watoto wanalelewa na mtu mwingine na kila mtu na malezi yake. Lakini jengine kuathirika kwake, imeonekana mama ameumia vibaya, hususan sehemu za siri, kwa sababu ya baba kupeleka mkono mzima katika sehemu ya siri ya mama. Huyu kwa bahati nzuri tayari amefika kituo cha mkono kwa mkono, eneo la kituo cha Madema, na kwa bahati nzuri sisi leo baada ya kupata kama wizara tumekuwa tunaendelea kufanya mawasiliano na jeshi la polisi kupitia kituoni pale Madema ili kuweza kujua mtuhumiwa yuko wapi, lakini je anachukuliwa hatua gani, na je mashahidi wameanza kufuatwa na vitu vingine. Kwa hivyo hili tutafanya kazi vizuri na jeshi la polisi. Kwanza mimi niseme tunashukuru sana pia jeshi la polisi. Hii sio kesi ya mwanzo kutusaidia, imekuwa kesi nyingi zinaporipotiwa pale, hususan zinawahusu wanawake na watoto, wamekuwa mstari wa mbele katika kutusaidia. Kwa hivyo ninaamini na hili itakuwa ni muendelezo wa kulisaidia na kulifanikisha hatimaye kufika mahakamani na aliyefanya kosa aweze kuchukuliwa hatua. Tusichukue hatua mikononi mwetu. Tunapokuwa tumezaa tujue kuwa lazima tuhudumie hata kama tumeacha wake zetu, kwa sababu sheria ya mtoto ipo ambayo inaelezea masuala mazima ya haki za mtoto. Tusitegemee kuwa tunapoachana mama ndiye awe mhudumiaji wa watoto wako. Watoto tumezaa pamoja, lakini anayewajibika kuhudumia tunamjua siku zote kwa ni mwanamume. Na dini zetu zimesema hivyo, lakini pia ukiangalia katiba yetu ya Zanzibar pamoja na sheria yetu ya mtoto imetoa ufafanuzi wa haki na malezi ya baba na mama, ndipo yampelekea mtoto kulelewa vizuri. Ili kufanikiwa katika mapambano dhidi ya ukatili na udhalilishaji wa wanawake visiwani Zanzibar, ni muhimu kwa jamii nzima kushirikiana kutoa elimu sahihi hasa kwa kina baba na kuhakikisha sheria zinatumika ipasavyo dhidi ya wahalifu. Safia Hussein, ASAM Online TV.